Sasa unaposoma vizuri Biblia utajua kwamba ulimwengu wa roho ni mkongwe kuliko ulimwengu wa kimwili. Ulimwengu wa roho ulikuwepo kabla ya kuwepo ulimwengu wa kimwili. Ulimwengu wa roho ambao hauonekani kwa macho ya kibinadamu lakini upo, ambao huo ulimwengu wa roho ndio Mungu yupo. Kwa hiyo ina maana tukitaka kumpata Mungu tunampata katika ulimwengu wa kiroho. Na tunapofahamu katika Biblia tunajua kabisa katika ulimwengu wa roho au spiritual realm nao umegawanyika sehemu kuu mbili. Kuna ulimwengu wa kiroho kwa upande wa nuru ambao unamhusu Mungu, na ulimwengu wa roho kwa upande wa giza ambao unamhusu shetani na malaika zake. Sasa huu ulimwengu wa roho ambao ndio sema ndio mkongo ulikuwepo kabla ya vitu vingine vyote, kabla hata ulimwengu wa kimwili. Namba 2, ulimwengu wa kiroho una nguvu kuliko ulimwengu wa kimwili. Na ndio maana tunapoomba hapa siku ya kongamano tujaifika tarehe 24 katika ulimwengu wa kimwili. Lakini tunapoingia kwenye maombi tunaingia kuprovoke ulimwengu wa kiroho wa mambo yasiyoonekana, kurekebisha vitu katika ulimwengu wa roho ili siku hiyo ya tarehe 24 mpaka 28 ya kongamano iweze kuwa nzuri. Tuna nafasi ya kufanya hivyo kwa sababu ulimwengu wa kiroho una nguvu sana. Yeyote mwenye nguvu ya kubadilisha mambo katika ulimwengu wa kiroho ndiye mwenye matokeo sahihi katika ulimwengu wa kimwili. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi ambao tunajua kwamba sisi ni watu wa rohoni, mwanadamu ni roho, mwenye nafsi, mwenye mwili, ajue kwamba ile roho alionayo inampa nafasi, inampa advantage ya kuoperate katika mambo pia ya kiroho. Na hii habari ya kuwa na mwili inampa advantage pia ya kufanya pia mambo katika mwili, wakati vitu vingine havina hizo nafasi mbili. Kwenye ulimwengu wa kiroho unaweza kufanya na ulimwengu pia wa kimwili unaweza kufanya. Sasa silaha ambazo zinazungumzwa hapa nazo ni silaha ambazo zinafanya kazi katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Kwa hiyo nazo zina nguvu katika ulimwengu wa kiroho kuliko hata za ulimwengu wa kimwili. Unafahamu kwamba Daudi alimfuata Goliati ambaye amejipanga katika mwili yuko vizuri. Lakini Daudi kwa sababu alijua kufanya mambo katika ulimwengu wa kiroho ya kumtambulisha mwenye nguvu Bwana wa majeshi, ya kumtambulisha mwenye nguvu Mungu wa Israeli, na kumwonyesha kwamba hiki kitendo huyu ambacho amekifanya cha kulitukana jeshi la Israeli, hajalitukana tu jeshi la Israeli, pia amelitukana jeshi la Mungu asionekana ambaye ndo anasimama na ile taifa la Israeli. Kwa hiyo huyo Mungu atapambana na huyu Goliath. Alivyojua kutumia vizuri ulimwengu wake wa kiroho, akamfuata Goliath na kajiwe tu kadogo. Biblia inasema mawe laini. Mawe laini hawezi kumangusha jitu lenye fiti nyingi juu. Kwa maana yake lile jiwe halikwenda tu kikawaida, lilienda na nguvu za Mungu wa ulimwengu wa kiroho. Sasa sina nafasi sana ya kupitia mambo ambayo Apostoli amekwisha kuyasema kwa sababu ya muda. Jukumu ambalo tulilonalo katika hizo siku 5 ni kupitia silaha moja baada ya nyingine. Lakini kabla ya kupitia silaha ya kwanza ya siku ya leo, kuitaja na kuanza kuiangalia vizuri na jinsi ambavyo sisi tunaweza kufaidika nao na kuitumia, ningependa ufahamu kwamba huo ulimwengu wa kiroho katika upande sasa wa giza nao umejipanga vizuri, sio kwamba uko kienyeji. Nao uko very organized. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo mtume anaufafanua, anasema huyo adui sio kwamba yuko mwenyewe, ana order, ana chain of command, ana utaratibu wa utawala wake. Kuna kitu kinachoitwa ufalme, kwenye Kiingereza inaitwa principalities. Yaani ni mambo ya kiufalme, sio ya mtu mmoja. Alafu anasema kuna ngazi nyingine katika ulimwengu wa giza inaitwa mamlaka, authorities. Alafu kuna ngazi nyingine inaitwa wakuu wa giza. Hili sasa wakuu wa giza. Alafu kuna ngazi nyingine tena katika ulimwengu wa giza inaitwa majeshi ya pepo wabaya. Sasa mara nyingi sisi tunawafahamu tu mapepo, ndio tunawatoa tunashikilia nao, mtu ametoa pepo, lakini hatujui kuna ngazi na ufuata ya juu inaitwa wakuu wa giza. Juu yao mamlaka, juu yao falme. Alafu unakutana sasa na huyo shetani mwenyewe. Kwa unaposimama kama mtu wa Mungu kushinda vita, haushindani tu na vipepo au mapepo wabaya. Kuna wakuu wa giza ambao wanakamata tena eneo kubwa na kufanya mambo makubwa.
Alafu kuna sehemu ya pili inaitwa mamlaka za juu zaidi, and then falme. Hii ni kuonyesha kwamba ulimwengu wa giza sio kwamba uko kienyeji tu, umejitambulisha na kujipanga jinsi ya kuharibu kazi ya Mungu isifanikiwe au watu wa Mungu wasiendelee. Ndio maana kuna sehemu Yesu alisema ikiwa ulimwengu wote huu wa giza utakuwa unajifitinisha wenyewe, hautaweza kufanikiwa. Kwa hauwezi kuwa mjinga kujifitinisha au kujifanyia mzaha au kufanya kitu kinyume na wenyewe. Nao umejipanga ufanye mambo kienyeji. Adui anaweza kutengeneza kitu fulani mpaka kikafikia kuwa mfumo wa maisha ya watu, na watu wakiishi kama sehemu yao ya maisha, pasipo kujua kwamba hicho kitu kimetoka mbali sana. Anaweza kutengeneza kitu mpaka ikawa ni tamaduni za watu, wakakipenda. Wakasema hii ndio tamaduni yetu, huwezi kuingilia hii tamaduni yetu. Huu ndio taratibu zetu. Kwa mfano habari ya kuoa wake wengi, mpaka imefikia kuwa ni sehemu ya maisha ya makabila ya watu, kufikia ni sehemu ya imani za watu. Sio kitu kimeanza sehemu ndogo, kwa sababu Mungu hakuumba iko kitu, lakini amekitengeneza mpaka kimekuwa mfumo wa maisha ya watu, na wanakishi kitu kama kawaida. Kwa hiyo kimeanzia mbali. Sasa jinsi ya kushinda, tumeambiwa lazima tuzivae silaha zote za Mungu. Silaha ya kwanza inapatikana sasa kwenye mstari, nitausoma hapa. Anaweza kusema mstari wa 14. Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni. Kwa hiyo silaha ya kwanza inaitwa kujifunga kweli kiunoni. Hii ndio ameandika hivyo, alafu tutaangalia maana yake nini. Silaha ya kwanza ni kujifunga kweli kiunoni. Na Biblia inasema simama kwanza, yani uwe tayari kupambana, uwe tayari kupigana vita, uwe tayari kushambulia, uwe tayari kutetea sehemu yako, kwa sababu ushindi tayari tuliupata tangu Kristo alipokufa na kufufuka na kupaa na kuketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Ushindi kwa Wakristo tayari upo. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha huo ushindi unaendelea kudumu, unaendelea kudhihirika. Ushindi juu ya nguvu za giza tulishajifunza hapa kipindi tunajifunza mambo ya mamlaka. Yesu alikwisha kumnyang'anya funguo za mauti na kuzimu yule aliyekuwa nazo. Alikwisha kumdhoofisha yule aliyekuwa na nguvu za mauti, kusema kwenye kitabu cha Waebrania mlango ule wa 2. Lakini sasa ili mimi ambaye nimepewa huu ushindi niendelee kuthibitisha katika maisha yangu, nisishindwe, lazima nisimame, alafu nijifunge kweli kiunoni. Sasa kujifunga kweli kiunoni maana yake ni hii hapa. Maana yake ni kuenenda katika kweli. Maana yake ni kuenenda katika kweli. Mtumishi wa Mungu Paulo anavyozielezea silaha, anazielezea silaha kama mavazi na vitu fulani ambavyo maaskari wa kipindi hicho, ambacho tunafahamu kipindi hicho anachozungumza maana yake ni askari wa Kirumi walivyokuwa wanavaa. Kuna mkanda anajifunga hapa kiunoni. Kwa hiyo utasikia tena amevaa kitu fulani kifuani, utasikia amevaa tena kitu fulani kama helmet, tutaangalia amevaa kitu fulani kwenye miguu, tutaangalia ameshika kitu fulani kwenye mkono. Kwa hiyo alikuwa anachora picha yule askari wa Kirumi na kuelezea kitu kimoja baada ya kingine kina maana gani kama silaha kwa Mkristo. Kwa alipofika kwenye silaha au kitu kimoja ambacho askari anakivaa hapa kiunoni kama mkanda, akasema hiyo kitu ni kujifunga kweli. Maana yake ni kuenenda katika kweli. Hizi silaha za rohoni utakuja kufahamu kwamba hazitafsiriki kibinadamu. Wewe utasema sasa kujifunga kweli, kuenenda katika kweli inakuwaje ni silaha? Kwa sababu unaona kama vile sio silaha, ni silaha. Utakuja kuona hapa kimaandiko, ni silaha. Ni kitu ambacho kinaweza kuathiri ulimwengu wa giza. Ni kitu ambacho kinaweza kukulinda wewe na kazi ya adui. Ni kitu ambacho kinaweza kusaidia wewe ushinde hila au ujanja wa yule mwovu, jinsi utavyokuwa unaenenda katika kweli. Haleluya. Kweli ni nini? Yohana 17:17. Kweli ni nini? Kweli ni nini? Mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Lakini anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli.
Hiyo ndio 17:17. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo unasema kuenenda katika kweli au kuishi kweli, maana yake ni kuishi katika neno la Mungu, ni kuishi katika maelekezo ya Mungu. Ina maana ninapoyafuata maelekezo ya Mungu, automatically ninakuwa tayari nimeanza kumshinda yule mwenye hila dhidi yangu, kwa sababu yeye naye atakuwa kuna maelekezo ameyatoa watu kuyafuata. Mimi ninapoacha kuyafuata maelekezo yake, nikakubali kufuata maelekezo ya Mungu, automatically ninakuwa tayari nimeshinda zile hila au ushawishi na ujanja aliokuwa nao juu yangu. Kwa sababu sasa sifuati anachokisema yeye, bali nafuata kitu ambacho Mungu anakisema. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Kuishi kweli, kujifunga kweli, maana yake ni kuishi sawa sawa na maelekezo ya neno la Mungu. Ukifanya hivyo unakuwa ndio umejifunga kiunoni kweli kwa ajili ya vita ulivyo navyo. Tuangalie waraka wa 3 wa Yohana, mlango ule wa kwanza ambao ni waraka wenye mlango mmoja, kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Inasema mzee kwa Gayo, waraka wa 3 wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 1 mpaka wa 4. Mzee kwa Gayo, mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyokuu kuliko hii. Ni furaha gani hiyo Yohana alionayo? Kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Hiyo ndio furaha Mungu alionao kwa ajili yetu. Hiyo ndio furaha mtumishi wa Mungu aliyoiona kwa Gayo. Hiyo ndio furaha Yohana aliona pia kwa watoto wake ambao walikuwa anawaendesha, akasema hiki ndio kitu ambacho mimi kinanifurahisha ninapoona watoto wangu au watoto waliozaa katika mambo ya kiroho wanaenenda katika kweli, wanaishi sawa sawa na yale maelekezo Mungu anayoyasema. Kwa sababu wanapoyaishi katika maelekezo, pamoja kwamba yanawasaidia wao kuwatakasa sawa sawa na Yohana 17:17, kuwatenga mbali na uharibifu, kuwatengeneza wawe sawa sawa na sura ya kimungu, lakini wakati huo huo hiyo inakuwa ni silaha dhidi ya ulimwengu wa giza, kwamba yale mambo ambayo adui aliyekusudia yafanye mabaya kwako na kukudanganya na kukuharibu na kukuua na kukuibia vitu, maana ndio kazi ya yule mwizi, anakuja na kuchinja, anaua, anaharibu, anaiba vile vitu alivyokusudia kuvifanya kwako. Kwa mimi kuishi kweli ya Mungu, kufuata yale maelekezo ya Mungu, ninakuwa nimekaa salama mbali na huo udanganyifu au hatari aliyokuwa nayo dhidi yangu. Kwa kweli ya Mungu ipo kunitengeneza mimi niweze kuwa mzuri kwa matumizi ya Kristo, niweze kuwa nimetakaswa kwa matumizi ya Kristo, chombo kizuri kwa matumizi ya Kristo. Lakini wakati huo huo kuishi kweli ya Mungu inaniwezesha mimi kushinda hila za yule mwovu. Haleluya. Naomba tuingie mstari mwingine. Kuna mstari nataka tuisome kwanza hapa itupe ufahamu zaidi. Kitabu cha Mathayo mlango wa 4. Mathayo mlango wa 4 na ule mstari wa 4. Tupo kwenye series ya silaha za vita, silaha za rohoni, na silaha ya kwanza ambayo tunaanza kuiangalia leo ni silaha ya kutembea katika kweli au kujifunga kweli kiunoni. Maana yake kuliishi neno la Mungu. Mathayo 4:4. Lakini ili tuelewe hivi vizuri, naomba nianze labda mstari wa kwanza. Inasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Utakumbuka kwenye Efeso anasema ili tuweze kusimama siku ya uovu. Hii ndio ilikuwa siku yake ya uovu hapa. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Lakini hiyo haikumsababisha shetani asije kumjaribu. Wewe funga sawa, unajitengeneza uhusiano wako na Mungu, mimi sina shida. Ila kukujaribu lazima nije kukujaribu. Ndio maana nasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kushindana kwetu, yani manake hiyo wrestling ni mieleka hiyo. Sio kwamba
tunaipangilia je siku gani siku gani, inaenda ikaja muda wowote anaruhusiwa. Anaweza yeye ameruhusiwa sasa hivi kumjaribu mtu, ameruhusiwa. Sio kipindi cha neema, ameruhusiwa. Kuna siku atafungwa miaka 1000, hiyo hatafanya kitu chochote. Lakini kwa sasa hivi tujue tuko tayari ulingoni kwenye wrestling match. Kwa hiyo yeye akasema umefunga sawa, umekuja kwenye maombi siku 5 sawa, sina shida, lakini nitakuja tu. Lakini anasema hamna shida, wewe njoo. Haya, akamjia sasa mstari ule wa 4, mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, kwa sababu hapo nyuma tunafahamu Yesu alipokuwa anabatizwa tayari haya maelekezo yalitolewa. Huu utambulisho ulitolewa na Baba mwenyewe, akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo utambulisho ulivyotolewa, sasa huyu shetani anakuja kumjaribu hapa. Anasema ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Kwa hiyo ameitazama uhitaji alionao Kristo Yesu. Ameutazama, ni kweli Yesu ana njaa. Amekutazama kweli kuna hili jambo. Jamani, naona kuna watu sasa wanasinzia, na nimewapa utaratibu. Nimewapa utaratibu. Shinde hiyo hila. Simama nyuma, nawa maji, simama. Anasema kwamba ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yawe mkate. Kwa hiyo alikuwa anaitazama uhitaji aliokuwa nao Yesu wakati ule. Kwamba mimi kuna kitu nakihitaji. Ndio maana nasema mnajaribiwa kwa nini? Kwa tamaa zenu wenyewe. Kwa hiyo kuna kitu ambacho yeye haji kienyeji. Lazima haji akiangalia huyu ana uhitaji gani. Kuna jambo gani linalomsibu. Mimi hawezi kuja kunijaribu kwa kitu ambacho hakinihusu kabisa. Lazima atafute, afanye study. Ndio maana nakwambia kuna ziko orders kwenye ulimwengu wa giza, hawajajikalisha kienyeji, wana orders. Sisi mara nyingi tunadili tuna wachawi ambao ni kipengele kidogo sana katika ulimwengu wa giza, kidogo sana. Ndio maana Baba anasemaga hapa na wadharau, kwa sababu ni kipengele kidogo sana hicho. Kidogo sana. Kwanza wale ni watendaji kazi katika moja hapo ya hizi falme. Kwa hiyo wanascan maisha ya mtu, wanajua huyu sasa hivi alipo anatafuta pesa. Si tunamuona kila siku anapokimbiliaga asubuhi mahali fulani. Huyu sasa hivi alipo kuna jambo hili analitaka. Huyu sasa hivi alipo kuna kitu hichi, yani kuna uhitaji. Huo uhitaji hauna shida, kuwa na njaa sio shida. Ni tako la mwili. Lakini sasa anataka alitumie hilo tako la mwili kukujaribu wewe. Kukupa maelekezo tofauti na hayo maelekezo ambao kwa kuwa na lile tako la mwili, kuna maelekezo ambayo Mungu anayatoa utembee katika hilo tako la mwili. Lakini yeye anataka kukupa maelekezo mengine ambayo yatakusababisha hilo tako la mwili baadaye liwe kwako ni tatizo. Sio kama nimeelewa kidogo? Kwa sababu kuwa na njaa sio shida. Sasa Yesu akatazama, kweli mimi na njaa, hakuikataa. Lakini akasema, kwani Mungu ameniambia nini katika jambo nililonalo? Kwani Mungu ameniambia nini? Kweli yake inasemaje? Sasa ukisoma vizuri Biblia, hasa kwenye hizi tafsiri, tunasema tafsiri za ndani zaidi, kwa sababu Biblia Agano Jipya liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, ya Kiunani. Neno hii hapa anasema mstari wa 4 anasema hivi, naye akajibu akamwambia, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno, hilo neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Inamaanisha neno linaloitwa rehema, R-H-E-M-A, rehema. Kwa sababu kwenye Biblia kuna unaposikia neno linaweza likawa limetamkwa kwa namna mbili. Limetamkwa kama neno rehema, sio rehema, rehema. Sio kama mnaweza kunielewa hivyo. R-H-E-M-A. Au likamaanisha logos. Logos manake ni neno kwa ujumla la Mungu. Hili lote ni logos. Logos, neno lote, generic word. Neno lote Mungu amelisema hapa ni logos. Kama unavyosema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hiyo neno iliyotamkwa ni logos. Lote, sio rema, logos. Hapo mwanzo kulikuwa na logos, na logos alikuwa kwa Mungu, na logos alikuwa Mungu. Lakini anaosema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno, kila rehema, kila kitu ambacho Mungu anakisema kwa wakati huo kwa ajili yako. Ndio neno rehema. Yaani Mungu analolisema kwa wakati huo kwa ajili yako. Hilo anapolisema kwa wakati huo, hilo unatakiwa ndio uliishi, kwa sababu unapolipoteza hilo umepoteza mambo mengi.
Kwa hiyo akasema hicho ndo mimi ninakiishi. Siishi maelekezo yako ya kubadilisha mawe kuwa mkate, ingawa mimi naweza. Yesu alichukua samaki 2 na mikate 5, akabadilisha, akatengeneza, kalisha watu wengi. Kwa hiyo swala la kubadilisha mkate kuwa jiwe kuwa mkate haikikuwa kitu kwake ni kigumu. Lakini kwa sababu sio maelekezo, sio rema, sio neno ambalo Mungu amemwambia kwa wakati huo, akasema hiki mimi sikifanyi. Ni kweli nina njaa, lakini kwa sababu wewe ndo unanielekeza, mimi sitakifanya hicho. Nitafanya kile ambacho Mungu ananiambia. Kwa hiyo kanuni ya kushinda ujanja wa yule shetani, ujanja wa hizi falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, ni kufuata kile ambacho Mungu amekielekeza kwako. Hutamsikia hapa Yesu akisema kwa jina langu toka, potea. Kwa sababu hiyo tunajili na vipepo. Hizi hapa zinaitwa ni kudili na sheria. Ndio maana sasa strategy, yani mikakati na hila, elimu unaishinda pia kwa kutumia mikakati na elimu ya kimungu na maarifa ya kimungu. Haleluya, watu wa Mungu. Maelekezo ya adui tunayashinda kwa kupitia nini? Maelekezo ya Mungu. Alichokisema shetani tunakishinda kwa kukifuata alichokisema nani? Mungu. Elimu ya giza tunaishinda kwa kuishi elimu ya nini? Ya nuru. Yani elimu kwa elimu, nguvu kwa nguvu, maarifa kwa maarifa, maelekezo kwa maelekezo. Mikakati ya shetani na unaishinda kwa mikakati ya kimungu. Yani ndio, huwezi kutumia kitu kingine, lazima iwe nacho ni mkakati kwa mkakati. Kwa hapa anaelekezwa afanye kitu cha kubadilisha, anasema mimi sitafuata maelekezo yako, nitafuata rema, kile ambacho Mungu amekisema na mimi kwa wakati huu. Akajua huyu amenishinda. Lakini tukumbuke jaribu la jinsi hii liliwahi kutokea tena kwenye Mwanzo mlango wa 3. Naomba tuangalie Mwanzo mlango wa 3. Jaribu la jinsi hii, kwa sababu anasema yule ni shetani yule leo tu wa zamani, hajawahi kubadilika na anakuja tu kwa njia tofauti tofauti, lakini ni yeye yule. Mlango ule wa 3. Tutaanzia mstari wa 1 tumpate naye alifanyaje hapo. Basi nyoka alikuwa mwerevu. Mwambie mwenzako mwerevu. Kuna watu hawajasema, sema mwerevu. Sasa kama unadili na kitu mwerevu, huwezi kudili umelalalala, huwezi kudili ujielewi. Wewe lazima hiyo sheria ya kimungu wewe unaijua vizuri. Kwa sababu unaenda kudili na, ni kama vile unaenda kwenye mahakama, alafu upande wa pili labda wa mshtaki upande wa pili ambao unapambana nao wewe, kuna wakili mwerevu. Alafu wewe ndio uko upande mwingine huko. Kwa hiyo wewe ambaye ni wakili wa upande huu lazima ujue hii sheria ninayoenda kuisimamia na kutumia vifungo fulani lazima nivielewe vizuri, kwa sababu naenda kudili na mtu ambaye ni mwerevu. Siwezi kudili na ambaye hajielewi. Naenda kudili na kitu ambacho ni mwerevu. Haya, huyu mwerevu sasa akaja. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini? Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Kwa sababu hiyo ni maelekezo hapo. Kwa hiyo kuna kitu alichokisema Mungu, kuna rema, kuna kitu ambacho Mungu amekisema na wewe, kuna kitu ambacho Mungu amekuamuru, kuna kitu ambacho Mungu amekisema. Sasa hawa walielekezwa kwa jambo moja tu, nalisemaga mara nyingi, walielekezwa kwa jambo moja. Yani hawa hawakuambiwa sijui amri 10, sijui sheria 310 na ngapi, hawakuambiwa maelekezo mengi, hawakuwa na Biblia nzima, walipewa tu maelekezo moja tu. Lakini akaanza kuyapinda, sema ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustanini. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Haya, mimi na wewe sasa tutazame hapo. Matunda ya mti wa bustanini ulio katikati ya bustani Mungu alisema msiale. Mungu ndivyo alisema hivyo au hakusema hivyo? Haleluya. Alisema hakusema? Alisema, lakini hakusema hivi alivyosema huyu. Kuna vitu amekosea hapa. Nimesema lazima ujue sheria yako vizuri. Alisema hivyo lakini hakusema hivyo alivyosema huyu. Moja, katikati ya bustanini kwa kuna miti mingapi? Ilikuwa miti mingapi? Miwili. Huyu anasema Mungu ametuambia tusile
mti ulioko katikati ya bustani. Kwani katikati ya bustani kwa una mti mmoja? Kwa hiyo kwanza kuna maelezo anayotoa ambayo hayajakamilika, hayajakaa vizuri. Mmoja amekosea kusema ni mti mmoja. Anasema atakuwa sema ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, au specify, kwa sababu pale pia kuna mti ulikuwa mwingine unaitwa mti wa uzima. Ni kama hapa tusimame watu wawili, alafu mseme kuna mtu mmoja. Unamwongelea mtu, Mungu ametuambia mtu mmoja. Kuna watu wawili. Kwa hiyo kama unataka kumtofautisha monyo na mtu mwingine, mseme sasa ni monyo na huyu labda ni Yohana. Kwa hiyo alipoanza kuelezea hayo Mungu aliyoyasema juu yao, Shetani akaanza kuona, yule mwerevu akaanza, kwanza wewe hukijui vizuri hicho kitu. Moja, hukijui vizuri hicho kitu. Ndio maana lazima uijue kweli. Anasema mtaijua kweli. Ukishaijua vizuri ndio inakuweka huru. Kama hujajua haiwezi kuweka huru. Lazima uielewe vizuri. Mungu ana maana gani? Kwa nini anikataze hivi? Kwa nini aseme nikimbie zina? Kwa nini anasema nisisengenye? Kwa nini anasema hivyo? Ina maana kuna kitu nisipokielewa vizuri nitaendelea tu kusengenya kila siku. Kwa nini anasema tusiwanenee vibaya watumishi wake? Kama sikijui vizuri hicho kitu nitaendelea kuwanenea vibaya watumishi wake. Kwa hiyo nitaishi maelekezo ya mwovu, ya umwerevu, badala ya kuishi maelekezo ya mwenye ushindi. Alafu kila siku nakuwa napigwa. Kwa hiyo akatoa maelezo ambayo kwanza halikuwa hayako sahihi, kwa sababu hakuwa anaijua kweli vizuri. Tunaendelea mstari wa 4 sasa. Nyoka akamwambia mwanamke, mstari wa 3, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani ya Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Huko mwishoni amemaliza vizuri. Mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sasa yeye ameanza kumpa maelekezo ya kwake, hakika hamtakufa. Kwa hiyo hapa huyu mwanamke amewekwa kwenye njia mbili. Kuna kula matunda au kutokula matunda. Mungu amwambia usile matunda ya mti wa ujuzi wa mabaya kwa sababu utakufa. Hapa ana maelekezo, anaambiwa kula matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya kwa kuwa hautakufa. Kwa hiyo una maamuzi ya kuishi kweli ya Mungu au kuishi udanganyifu wa huyu mwerevu. Tusikilize sasa, akamuingiza kwenye jambo lingine. Kabla kitu kimoja, anasema hivi, mwanamke anasema msiale wala msiaguse. Unaona hapo? Msiale wala msiaguse. Mungu alisema msiaguse? Mungu hakusema msiaguse. Yeye alisema msiale. Hii kuongeza kitu kingine ambacho hakikuwepo kwenye maelekezo, kikamuonyesha kwamba huyu mtu kwanza akijui. Kwa mfano, ukienda kwenye nyumba imetengenezwa fence ya umeme, alafu mtu akasema usiguse hapo kwa sababu ina short. Si baba ndo amesema hivi, msiguse kwa sababu nini? Ina short. Ukigusa hii nyaya za umeme zina short, ukigusa utapigwa short, utakufa. Alafu anakuja mtu anakuambia gusa, hautakufa. Then unaenda kugusa, haujafa. Ina maana akikuambia kitu cha pili utakifanya. Sio, unanielewa? Kwa hiyo yawezekana, hajasema hapa, lakini kwa sababu anasema msiaguse, yawezekana labda akamwambia hebu yaguse, usiale kwa, hebu yaguse kwanza. Akayagusa. Haya, umekufa, hujafa. Sasa kwa nini usile? Kwa hiyo kwanza lazima kweli ya Mungu tuijue kinagaubaga, uijue. Ndio maana tunasisitiziana hapa. Baba anasema hivi, unapojifunza neno la Mungu kwa ajili ya kuliishi, yani jiweke mzima, kwa sababu usipoijua vizuri, hiyo pamoja kwamba umejua nusu, unaweza ukapotezwa na hiyo. Kwa mfano hata Shetani alipokuja kumjaribu Yesu alimwambia, jaribu la kwanza alisema imeandikwa. Jaribu la pili akasema imeandikwa. Shetani akamwambia, sasa ngoja, kwa sababu wewe unasema imeandikwa, ngoja na mimi nikwambie kilichoandikwa. Imeandikwa, ukijitupa atakuagizia malaika zake. Akanukuu maneno ya Mungu. Kwa hiyo ilimhitaji Yesu awe anaijua kweli vizuri hiyo aliyonukuu, ili aweze kupindua huo ujanja. Kwa sababu Shetani alinukuu Zaburi ya 91. Akaambia imeandikwa kwamba atakuagizia malaika zake wakulinde, mguu wako usijikwae katika jiwe. Amenukuu vizuri kweli. Kwa hiyo ilimhitaji mtu anayejua kweli vizuri ya Mungu, kwamba hii haimaanishi hicho, inamaanisha hivi. Ni kwamba umechukua mstari sehemu isiyohusika, alafu nataka mimi ni uapply, nijitupe tu. Akasema kwanza imeandikwa usimjaribu na Mungu wako. Hicho ndio kichukua hapo kwenye Zaburi, hakihusiani na hicho unachoniambia hapa. Ndio alimshindia hivyo. Kwa hiyo sio swala tu la kusoma neno,
sio swala tu la kukiri, ni vitu sahihi, lakini lazima tuifahamu kweli ya Mungu kinagaubaga ili tuweze kuishi. Akileta udanganyifu wa aina yoyote, ni rahisi kuona kwamba hii sio. Haleluya. Haya, tuangalie hapa mwishoni hapa. Mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakalokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nani mtajua kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, kwa sababu amempa shetani nafasi ya kumzunguzisha, amempa nafasi, amempa airtime, amesikiliza sauti yake sana. Kwa hivyo isikiliza sauti yake sana, akaanza kukiona kile kitu ambacho alikuwa anakiepuka, sasa anaanza kuona kinafaa kwa matumizi ya chakula. Mwanzoni akukiona hivyo, akasema alipoyaangalia akaona kwamba inafaa kwa chakula. Afu mambo ya chakula ina majaribu, kwa sababu hata Yesu alijaribu tena kwenye issue ya chakula. Pengine ndio maana Mungu akazisha mtindo wa watu kufunga kidogo, unyemenyime mwili. Haya, tuendelee. Wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa matunda ya mti akala, akampa na mumewe naye akala, wakafumbuliwa macho wawili, wakajiona kwamba wako uchi, wakaanza kushona majani na nini, tunafahamu hiyo habari yote. Lakini nilichotaka kusisitiza hapa ni kwamba huyu mjaribu huwa anakuja nyakati mbalimbali. Hiyo inaitwa nyakati za uovu. Kwenda kutesti zari, kuangalia hivi kitu unakijua au ukijui. Na anapokuja kama tulivyoambiwa na Apostle, sio kwamba atajitambulisha kwamba ninakuja sasa jiandae. Ni mifumo tu inakuwa inazunguka, unajikuta tu na wewe umeingizwa kwenye kingo, sababu anafanya kwa mikakati. Kama uko sehemu ambayo umebanwa na jambo fulani, labda ulikuwa unafanya biashara hii kitu fulani, au umekamatwa sio na traffic, unashangaa tunabidi sana mimi nitoe rushwa. Sikuwa na mpango wa kutoa rushwa, lakini sasa imenibidi kwa sababu amekwisha kuandaa mifumo ya kukupelekea wewe ingie kingi ya kutoa rushwa. Lakini haikuwa plani yangu. Ndio hivyo vinatengenezwa na wakuu wa giza. Wanatengeneza mifumo ambayo wewe kwa kuwepo pale unajikuta na wewe unaingia tu. Haleluya. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Kwa hiyo kujifunga kweli kiunoni, Paulo anachomaanisha ni mtu kuenenda sawasawa na kweli. Kuenenda sawasawa na kile kitu ambacho Mungu amekisema. Kile ambacho Mungu amekisema unapokifuata, hapo ndipo unajitenga mbali na kuharibiwa na yule shetani. Kwa sababu umeishi kitu ambacho Mungu amekisema, hujaishi kitu ambacho shetani amekisema. Tuangalie Waefeso mlango ule wa 4. Pengine unaweza kwa mstari wangu wa mwisho. Efeso mlango wa 4. Sasa nibakiza dakika 3 hapo ifike 40. Efeso mlango ule wa 4. Inazungumzia habari ya watumishi wa Mungu aliowaweka kwa ajili yetu. Kuanzia mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mstari wa 13. Hata na sisi tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mstari wa 14 nataka sasa tuangalie vizuri. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila. Nakumbuka hila ya watu, kwa ujanja. Ndio zile maana za alikuwa anasema hapa Apostle, ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15. Lakini tuishike nini? Tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Tuishike kweli, ndio ushindi dhidi ya ujanja, ndio ushindi dhidi ya hila, ndio ushindi dhidi ya udanganyifu wa aina yoyote. Napoamua kuishika kweli, kwangu inakuwa ni silaha muhimu ya kushinda kila ujanja ambao adui atakuwa amekusudia dhidi yangu. Napoishika kweli, kila kitu ambacho Mungu amekisema. Kwa mfano, let's say nimeanza kusikia hali fulani ya ugonjwa kwenye mwili wangu. Sasa hiyo ni hali halisi. Nimesikia ninaumwa na mguu na goti. Nimeamka asubuhi nasikia goti linaniuma. Hiyo ni kitu ninakisikia kwenye goti. Kweli kinauma. Lakini kitu gani Mungu amekisema? Kweli yake iko vipi?
kweli yake inasema kwa kupigwa kwake mimi nifanye nini? Nimepona. Aliyechukua magonjwa yangu. Kwa hiyo mimi natakiwa sasa hicho alichokisema mimi ndo nikiishi. Na kuanza kujisemea na kuanza kujichukulia hivyo ili kushinda. Kwa sababu unaweza ukashangaa unasikia labda hali uvimbe mahali fulani, alafu adui anakuambia hii ndio dalili ya kansa. Hii ndio dalili ya nini? Ya kansa. Sio kansa, ila anaanza kukupa maelezo ili ukiendelea kumpa airtime kansa inafanyika kwako. Kwa hiyo unataka kusema mimi ni mzima, hakuna cha kansa, uzima wa Mungu uko ndani yangu. Kwa hiyo unatakiwa uanze kuishi hiyo kweli ambayo Mungu ameisema. Mtu ameleta story fulani anamsema mtu mwingine, kwa sababu hicho mara nyingi kinakuepo kwenye jumuiya za watu na hata kwenye makanisa vinakuepo. Ameleta story fulani, inawezekana hicho kitu kweli kimetokea kwa mtu, lakini anapoileta ile story inanijenga nini, tunaenda kweli kumsaidia, tunamuita ndugu yangu njuka hapa tukushughulikie, tukusaidie. Anasema yule aliyedondoka muinueni kwa upendo, msaidieni. Tuko kweli tuna mkakati wa kumsaidia, au tuanze kusema unajua kwa kweli dunia ni mbaya, dunia imeharibika, lakini tumuombee. Hakuna mtu anaomba, hakuna mtu anafanya. Hiyo habari ya kusengenya sio kweli ya Mungu. Kweli tukio limetokea, lakini ndio Mungu anatuambia jinsi ya kudili na tukio ndio hivi. Kuna maelekezo jinsi ya kudili na matukio. Ni either kumrejesha, weza kumfuata, kumwambia say brother, dada, kuna jambo hili nimelisikia au liko hivi nalifahamu, hivi kumsaidia, kumconfront. Kama imeshindikana, funga miguu, anza kumuombea. Hamna namna nyingine. Hakuna sehemu kwenye Biblia imeturuhusu kusengenya watu, haipo. Kwa ni either kumconfront mtu, either kumuita kumsaidia kwa upole anyanyuke kwenye hilo tatizo lake, au kumuombea. Hamna zaidi ya hapo. Kwa hiyo ndio kweli. Sasa tuambia tufanye hivyo. Sasa kwa sababu huijui pengine hiyo kweli, mkakati wa hao wakuu wa giza wanatengeneza matukio kwenye jamii au kwenye kanisa ambayo watawasababisha watu wa Mungu waanze kusema vitu fulani vibaya na wanajichafua wenyewe. Majeshi ya mapepo wabaya kazi yao ni kuja kuenforce, kutekeleza yale ambayo yamepangwa na wakuu wa giza, mamlaka na falme. Hao ndio wenye mikakati mikubwa wanaosimamia territories. Unaweza kwenda kwenye mtaa fulani, unaweza kwenda kwenye mji fulani, unashangaa kuna litabia fulani, kuna hali fulani hapo. Hayo sio tu mapepo, hao ni wakuu wa giza. Lakini mapepo yako sasa kuhakikisha, hao ndio wale mgambo sasa kuhakikisha hilo jambo kama ni uzinzi kwenye huo mtaa unatekelezeka. Lakini mfumo unatengenezwa na hao wengine. Sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha unaishi kweli ya Mungu. Ndio itakusaidia wewe uweze kuwa salama katika ulimwengu huu ulioharibika. Naomba tusimame. Kwa hiyo utatambua ya kwamba silaha ya kwanza ndio msingi wa silaha nyingine zote tutazoziangalia siku zinazofuata. Ndio msingi wa silaha nyingine zote tunazoenda kuziangalia siku zinazofuata. Kwa hiyo hapa zamani nilifikiri kwamba unaposema jifunge kweli kiunoni, unasema haya sasa naichukua kweli ya Mungu, najifunga kiunoni kwa jina la Yesu, najifunga kweli ya Mungu. Hiyo kitu haipo, haifanyi kazi hivyo. Kweli inaozungumzwa hapa ni kuishi yale maelekezo ya Mungu, kuishi neno lake. Unapoishi hiyo kitu, ndio unakuwa unajiweka salama na udanganyifu na uharibifu na hila na ujanja wa yule mwovu. Haleluya. Kwa hiyo utakuja kuona kila mmoja wetu anahitaji kuongeza bidii na nia ya kuwa mtu wa kutii neno la Mungu. Haleluya. Wakati naongea hapa kuna mstari umeletwa tena ndani yangu, naomba niusome kidogo. Wa Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 14. Kwanza 1:14. Petro, kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Kama watoto wa kutii. Sisi hapa ni watoto wa kutii. We are the children of obedience. Sio watoto wa uasi. Sisi ni watoto wa kutii. Mungu anachukulia sisi kama watoto wa kutii. Watoto wa kuliishi kusudi lake, agizo lake, ili tuweze kuwa na ushindi dhidi ya kazi ya yule mwovu. Naomba tuinue mikono yetu juu.